Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunawashikilia jumla ya watuhumiwa wako 9 kwa tuhuma za matukio ya mauaji kwa nyakati tofauti. Ni kwamba siku ya tarehe 5 mwezi wa pili mwaka huu, ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku, huko katika baa inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela, mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa wakifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu, wafanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi, ambapo mhanga yule, sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwanza Sepetu, lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi kijana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sepetu. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter, mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku, huko Mwakitorio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa, miaka 27, ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu pia usiku, katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani, pia tuliweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Mgoko, naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya Ilemela, naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wa hali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaroni. Uchunguzi unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kutokana na tukio hilo, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tunazidi kutoa msisitizo kwa walinzi wanaolinda hasa kwenye baa na maeneo mengine, wacha tabia ya kugeuka mahakama na kutoa hukumu kwa watu wasiostahili na ambao hata hawajawasikiliza. Badala yake, mtuhumiwa anapotuhumiwa kwa tukio la wizi la uhalifu,
kazi yao ni kusaidia ukamataji. Tena ukamataji wenyewe unatakiwa ufanyike ukamataji salama, na baada ya hapo wakabidhiwe kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama ili hatua za kisheria ziweze kufanyika kwa kuchunguza lile tukio, na endapo ushahidi umepatikana, basi huyo mtiliwa shaka aweze kufikishwa mahakamani. Vitendo vya kujichukulia sheria mikononi vinavyofanywa na baadhi ya mabaunsa, jeshi la polisi tunasema vikome mara moja, vinginevyo hatutaacha kuchukua hatua kali kwa bouncer yoyote atakayekiuka taratibu zinazomuongoza za kushughulikia au kushughulika na mambo haya. Vituo vya polisi vipo, wote wana namba za simu za mamlaka za jeshi la polisi, na askari wetu wako doria kuwafikishe taarifa ili haki iweze kutendeka. Tumeanza msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa waliojichukulia sheria mikononi kwa kuwaua watu wawili. Watu hao wawili waliouawa ni wa jinsia ya kiume ambao umri wao unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 35 mpaka miaka 40. Majina yao na makazi yao bado hayajafahamika, na wameuawa wakituhumiwa kwa tuhuma za wizi. Ni kwamba siku ya tarehe 11 ilikuwa ni majira ya saa 8 za usiku huko katika kitongoji cha Misambo, kata ya Mwaimanga, tarafa ya Kahangara, wilaya ya Magu. Watu wawili wa jinsia ya kiume waliuawa kwa kushambuliwa kwa silaha za jadi na kundi la wahalifu waliojichukulia sheria mikononi, kisha kuichoma miili yao kwa moto pamoja na pikipiki walizokuwa wakitumia watu hao, ambazo namba za pikipiki hizo za usajili zimeweza kufahamika. Pikipiki zimebaki hapo zikiwa zimeungua. Pikipiki ya kwanza iliyokutwa imeungua na namba za usajili MC 863 FNM. Hii ni ya aina ya TVS. Baada ya kuwakamata, waliwatuhumu kwa tuhuma hizo za kuiba, ambapo walikuwa naiba mota yenye uwezo wa HP 20 kwenye mashine ya kusaga nafaka. Mashine ya kusaga nafaka ni mali ya mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Enoch Abel Ndaki. Ni mkulima na mkazi wa huko Misambo, wilaya ya Magu. Wananchi hao baada ya kufanya tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi na kuwaua watuhumiwa hao wa kosa la wizi, waliwaacha hapo na kukimbia kusikojulikana. Hadi tunapoongea, askari wetu wa upelelezi na askari wa vikosi vingine wapo katika eneo hilo la tukio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa waliofanya tukio hilo na kukatiza maisha ya wenzao kinyume na sheria wanasakwa na wanachukuliwa hatua za kisheria. Wito wetu kwa wananchi, tunazidi kuwakumbusha kuacha tabia ya kujichukulia sheria mikononi. Watuhumiwa wanapotiliwa shaka wakakamatwa na raia wana wajibu wa kuwafikisha watuhumiwa hao mbele ya jeshi la polisi ili wakamatwe tena na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.